Msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, kama ndo kwanza waungana nami kwa kipindi cha Mungurumu wa Sifa, saa ya pili ya kipindi hiki nilikujuza ingeanza kwa injili ya siku na tafakari, na mara baada ya injili ya siku na tafakari tungepata nafasi ya kuendelea mbele zaidi kwa kusikia kuhusu historia ya mtakatifu wa siku ya leo. Na kwa namna ya kipekee tunamshukuru Padre Sostenes Ndendia, padre misionari wa shirika la misionari wa damu azizi ya Yesu, ambaye pia ni paroko wa parokia ya Bikira Maria mama wa damu azizi ya Yesu Kisasa, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, ambaye ametupa tafakari ya injili ya siku ya leo. Sanjari na hilo pia tumepata nafasi ya kusikiliza historia ya mtakatifu wa siku, na wakati huu ni wasaa kwenda kushiriki kipengele cha siku njema ya leo, kipengele cha maktaba yetu kinachokupa nafasi wewe msikilizaji kufahamu mengi kuhusu uimbaji, kuhusu kwaya, kuhusu waimbaji binafsi, lakini pia kwa namna ya kipekee tunajikita hasa kumtafakari Mwenyezi Mungu kupitia utume wa uimbaji. Nilikupa dokezo hapo awali ya kwamba leo tunao ugeni kutoka parokia ya Mtakatifu Francisco wa Asizi Nala, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, na nilikwambia tutajikita hasa kuzungumza mengi kuhusu tamasha, mambo ninayoyapenda sana mimi, tamasha la uimbaji. Tunaposema mara zote tumwimbie Bwana katika roho na kweli, tunajibu hivyo kirahisi, lakini kwetu sisi wana Mungurumu wa Sifa, kumwimbia Mungu tunasema ni namna ama ni njia ya kuelekea utakatifu. Na ndio sababu leo hapa studioni siko peke yangu, ninao ugeni mkubwa, na mimi nikukaribishe kwa moyo mkunjufu kwa wakati huu. Tuendelee kubarikiwa na kuinjilishwa kwa siku njema ya leo. Waimbaji wenzangu mlioko studioni siku hii ya leo, tumwimbie Bwana katika roho na kweli. Katika roho na kweli Tumwimbie Bwana. Karibuni sana tumwimbie Mwenyezi Mungu siku njema ya leo kupitia kipindi cha Mungurumu wa Sifa, kipengele cha maktaba yetu, na hasa leo tumesema tutazungumza kuhusiana na tamasha kubwa la uimbaji ambalo linatarajiwa kufanyika lini, wapi, hilo naomba niwaachie kazi wenyewe, niwakaribishe sana. Msikilizaji, nikujuze wale ambao tunao hapa studioni kwa wakati huu. Tunaye Severini Anthony ambaye ni mwenyekiti wa UKWAKATA, parokia ya Mtakatifu Francisco wa Asizi Nala, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma. Lakini pia tunaye Fidelis Masine, katibu UKWAKATA, parokia ya Mtakatifu Francisco wa Asizi Nala. Tunaye Ana Sai ambaye ni katibu msaidizi UKWAKATA, parokia ya Mtakatifu Francisco wa Asizi. Tunaye Nicholas Masine, mwalimu kiongozi parokia ya Mtakatifu Francisco. Tunaye Juvenali Johnny, mwalimu wa kwaya ya Mtakatifu Vincent wa Paulo ya Mtakatifu Francisco wa Asizi. Tunaye Charles Peter, yeye ni mwanakwaya sauti ya 3 Francisco wa Asizi Nala. Lakini pia tunaye Anita Tadeo, sauti ya kwanza, yeye ni katibu wa kwaya ya Mtakatifu Vincent wa Paulo. Lakini pia tunaye Neema Masine, mwanakwaya sauti ya kwanza, lakini pia katibu kwaya ya Mtakatifu Benedicto. Tunaye Fidelina Anthony, mwanakwaya sauti ya kwanza, lakini pia ni katibu wa kwaya ya Mtakatifu Teresia Mtoto Yesu. Tunaye pia Adelina Simoni, mwanakwaya sauti ya pili, lakini pia ni mwenyekiti msaidizi kwaya ya Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu katika parokia hiyo ya Mtakatifu Francisco wa Asizi. Niwakaribishe sana studioni kwa siku njema ya leo, na mjisikie mko Radio Mwangaza FM. Asante sana. Bila kupoteza wakati msikilizaji, kwa niaba ya wageni wangu wote ambao basi nimekutajia majina yao hapo, kwa niaba pia yangu mwenyewe nyuma ya kamera tunaye Nemes Victor Michael ambaye anatufikisha mjini YouTube. Tukukumbushe tena na tena, kipindi hiki unaweza kukipata kupitia channel yetu ya YouTube kwa jina la Mwangaza Digital. Karibu tuweze basi kusikia na kujifunza mengi kutoka kwao wanakwaya hawa wa UKWAKATA, parokia ya Mtakatifu Francisco wa Asizi Nala, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma. Nikukumbushe tena na tena, una nafasi pia ya kushiriki kwa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0735787820. Useme nani kutokea wapi na ujumbe wako ni upi, hasa kwa wanakwaya hawa wa kwaya mbalimbali ambazo zinaunda UKWAKATA, unasema utume wa kwaya Katoliki Tanzania, parokia ya Mtakatifu Francisco wa Asizi Nala, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma. Tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0735787820. Na moja kwa moja tuanze basi mazungumzo yetu siku njema ya leo. Ujio wenu leo hii ninaamini ni kutujuza kuhusiana na tamasha kubwa la uimbaji, tamasha ambalo basi tunataraji litafanyika wiki hii. Na mimi niwakaribishe mwenyekiti. Ninatamani utujuze tamasha letu hili ambalo tunataraji kwamba litafanyika wiki hii. Tamasha hili litakuwa lini na maandalizi walau mpaka sasa yamefikia wapi? Karibu. Asante ndugu mtangazaji. Tamasha hili litafanyika tarehe 31 siku ya Jumamosi 2025. Tarehe 31 mwezi wa 5
mwaka huu 2025. 2025. Litafanyika wapi kwa sisi ambao pengine tunatamani kuja kushiriki nanyi kumwimbia Mungu, tuje wapi? Litafanyika pale parokiani, katika viwanja vya parokia. Katika viwanja vya parokia, na litaanza saa 8 mchana. Sawa. Asante, saa 8 mchana. Pengine labda tuzungumzie kwenye swala la maandalizi, mpaka sasa mmefikia wapi? Maandalizi yanaendelea vizuri. Kila kwaya inajifua kivyake. Kwa hiyo maandalizi ni mazuri kwa kila kwaya. Nina imani tamasha itakuwa zuri. Sawa, asante sana. Walau kadokezo kwamba tamasha litafanyika tarehe 31 ya mwezi huu wa 5 mwaka 2025, lakini litafanyika katika viwanja vya parokia ya Mtakatifu Francisco wa Asizi Nala, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, kuanzia saa 8 kamili mchana. Katibu, ninatamani uje utujuze. Mwenyekiti ametuambia kuhusiana na mahali litakakofanyika tamasha, ametuambia kuhusiana na siku na muda. Na tamani tufahamu pia tamasha hili hasa limeandaliwa na nani? Pengine mchakato mzima ulikuwaje mpaka kufikia hitimisho la kwamba kutakuwa na tamasha hili tarehe hiyo ya 31 mwezi huu? Asante ndugu mtangazaji. Tamasha hili limeandaliwa na tumepewa taratibu kutoka dekania. Kwa kata dekania tukakubaliana parokia zote kufanya tamasha kabla ya tamasha mwezi wa 8, ambao tunaunganisha kwaya moja kutoka kila parokia kwenda dekania kufanya tamasha. Hivyo tukaona ni vema nasi kuandaa kwaya zetu za parokia. Maandalizi kabla ya mwezi wa 8 tufanye kwetu kwanza, ambapo ni 31 mwezi wa 5. Ambayo itakuwa ni Jumamosi. Ndio. Kama nilivyosema mwenyekiti wangu hapa, saa 8 mchana. Maandalizi yako vizuri kiukweli. Na kila kwaya imejiandaa vizuri sana. Na tukawa tunatarajia hata wageni wetu wakija kwa ajili ya kuja kututizama siku hiyo waweze kufurahi. Sawa, wakati unazungumza hapo umesema kwamba tamasha hili maelekezo yametoka huko kata dekania. Yes. Nimpe dokezo msikilizaji, tulikuwa tumetoa nafasi ya mwaliko kwa viongozi wa huko kata dekania Mtakatifu Paulo wa Msalaba, ambao ndio wasimamizi, tumesema, na ni waandaaji kwa dekania, wanasimamia wao. Yes. Mpaka muda huu yawezekana wakafika. Kwa hiyo kama watafika basi watatupa maelekezo kamili, lakini turudi hapa kwenu. Pengine tukirudi kwenye hili tamasha, ninyi lengo lenu hasa kama kwa kata parokia, mmelenga hasa kufanya tamasha hili katika mtindo upi? Asante. Lengo kubwa la tamasha ni kama nilivyotangulia kusema mwanzo. Ni kufanya maandalizi kwa ajili ya kwaya kwenda dekania. Lakini maandalizi yake kwa upande wetu sisi kama parokia tumeandaa baadhi ya vitu ambavyo inaweza ni sehemu ya motisha au zawadi. Kwa kutakuwa na zawadi. Yes, zawadi zitakuwepo, lakini kulingana na vile ambavyo tutakuwa tumefanikiwa, kwa kila kwaya itapata zawadi yake. Kuanzia mtu wa kwanza hadi yule ambaye atakuwa ni wa 7. Maana kuna kwaya 7 ndani ya parokia. Sawa, umezungumzia kuhusiana na uwepo wa zawadi. Ndio. Lakini pia ukasema kutakuwa na kulingana na kila kwaya itapata zawadi, maana yake kuanzia mshindi wa kwanza mpaka ile wa 7. Sawa, tunaye katibu msaidizi Ndio yupo. Ninatamani naye aje azungumze hapa. Umezungumza kuhusiana na mchakato wa zawadi, lakini kuna wale nani ambaye anaamua kwaya hii inapaswa kupewa ushindi? Katibu msaidizi, au kama utahitaji usaidizi wa katibu aendelee. Karibu. Asante. Huyu ni dada Ana Sai. Karibu, tuambie upatikanaji huu wa washindi unafanywa katika mchakato upi, na mnataraji nani na nani watakuwa majaji katika tamasha hili ili kuthibitisha kwamba kwaya hii wanastahili kupewa ushindi wa kwanza, hawa watakuwa watatu, hawa watakuwa wa mwisho? Asante mtangazaji. Kuhusu swala la majaji, yani nipende kusema ni majaji. Utaratibu unatoka dekania. Tutatuandalia majaji ambao wanawajua wenyewe. Sisi mpaka sasa hivi wanakuwa hatujui kwa majaji atakuwa ni nani.
Maana yake ili unasema ili usije ukapitisha kama ni mwalimu Masine pale akasema mwisho wa siku yeye apitishe kinamna fulani, mimi nipendelee kwaya yangu. Ndio. Kwa imekuwa siri. Ni siri. Sawa, pengine kuna zawadi ambazo mmesema kwamba zitatolewa, na hapa mmetuambia majaji wataandaliwa na UKWAKATA dekania. Wanaandaa wanadekani, viongozi wa dekania. Ndio. Katika swala la zawadi dekania imehusika ama ni ninyi kama parokia mmejiandaa wenyewe? Kwenye swala la zawadi dekania hawajahusika, kwa sababu hii yenyewe zawadi tumeandaa kama parokia kwa sababu ya motisha, kwa sababu mwisho wa siku tutaondoka twende dekania. Na hii siku dekania ndio kutakuwa na swala la kwa, lakini kuwapa hamasa huku parokia ndio tukaamua kuandaa kama parokia. Sawa, kwa hiyo nataka kutuambia kwamba mmejipanga katika zawadi hiyo, ni nyinyi kama kwaya mmejiandaa mkajadiliana kwamba tuandae zawadi kama kwaya zote za UKWAKATA parokia, ama ni parokia ndio ambayo imefanya hivyo? Ni kwaya ya UKWAKATA. Na parokia imetunga mkono, lakini asilimia kubwa ni kwaya ya UKWAKATA. Hongereni sana kwa upendo huo na kuwa tayari. Na kwa kwaya zote pengine ambao mko hapa, mko tayari kwamba kwa mfano imetangazwa kwaya ya Mtakatifu Rosa wa Lima ndio mshindi. Nimetolea mfano kwa sababu ni somo wangu ndio washindi. Mimi ambaye ni mwanakwaya ama wanakwaya wa kwaya Mtakatifu Benedicto, Mtakatifu Teresia Mtoto Yesu, Mtakatifu Vincent wa Paulo, niko tayari kupokea ile taarifa ya kwamba kwaya fulani ndio ameshinda. Yes. Kweli tusije tukaona kule kama kwenye group niliona siku hiyo kwaya fulani wakasema wale walipendelewa. Kwanza wakuvaa sare ya vitenge vile. Kweli tuko tayari? Tuko tayari. Sawa, tubaki kwako katibu msaidizi, pengine hasa katika maandalizi mazima. Mwenyekiti amesema maandalizi yako vizuri, lakini pia katibu naye amesema maandalizi yako vizuri. Kwako wewe kama mwanakwaya, ukiachana na nafasi ya uongozi, isingekuwa kuwa mwanakwaya basi nafasi hiyo pengine usingeipata. Unaamini maandalizi mpaka sasa yako vizuri kustahili ya kwamba Jumamosi ndio hivyo siku ya tamasha? Tunamshukuru Mungu, tumejiandaa vizuri. Na Mungu aendelee kutupigania tuamke vizuri. Natumaini tutaendesha vizuri tamasha letu. Sawa, asante. Nirudi kwa mwalimu nani jamani? Mwalimu Nicholas Masine. Karibu. Asante. Limezungumzwa swala la tamasha na tumezungumza katika namna ya kwamba ni mashindano. Ndio. Pengine wewe katika kwaya yako parokiani pale na katika kwaya zote za parokia, mchakato huu wa tamasha mlishirikishwa kama wanakwaya na kwamba mkapewa nafasi na muda mzuri wa kujitayarisha kuona kustahili kwamba tamasha sasa linaweza kufanyika? Mchakato kwa kweli tunashukuru Mungu kwa jinsi tulivyopewa mwongozo na viongozi wetu wa dekania mpaka parokiani pale. Kila kitu kimekaa sawa na tunaamini kabisa kwaya zote zimefanya mazoezi. Kwa muda tuliopewa ni muda ambao unatosha kabisa kujiandaa na tamasha. Upatikanaji wa nyimbo pengine za tamasha ama za ushindano, tunaamini ili mshindi apatikane lazima kutakuwa huenda kuna wimbo mmoja ambao ni lazima huo uzingatiwe kwamba utatumika kama kigezo cha msingi. Swala la nyimbo ninyi mmelifanyaje ama limeendaje katika kwaya zote ambazo wewe huko ndio utakuwa sehemu ya kama mfano ya kwamba kwaya zote zimepitia mchakato huu katika upatikanaji wa nyimbo? Asante sana. Kwa upande wa nyimbo nadhani hii ni nyimbo ipo moja ambayo imeandaliwa na viongozi wetu wa dekania. Na ni nyimbo ambayo kwenye matamasha yetu ya dekania ya Paulo wa Msalaba inatumika, ila sisi kama parokia pale tumepewa nyimbo angalau tutafute na nyingine ya pili. Kwa ni nyimbo mbili kila kama nyimbo mbili hivi. Nitoe tu dokezo kwa msikilizaji, wimbo ambao unaenda kuingia upo kwenye mashindano. Tunasema ndio wimbo wa mashindano, ni utunzi wa Chanel Komba. Naam. Ndivyo? Niliusikia mahali, nilishuhudia wakati kwaya fulani walituma kwenye grupu lile la UKWAKATA. Nikasema kwa kweli waimbaji tujipange. Natamani sasa dada na wewe uzungumze kidogo hapo, karibu. Dada Anita. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Umesema unaimba sauti ya ngapi vile? Ya kwanza. Sauti ya kwanza, lakini wewe ni katibu wa kwaya Mtakatifu Vincent. Ndio. Kwenye kwaya yako maandalizi yameendaje? Namshukuru Mungu, kikweli maandalizi yanaendelea vizuri na bado tunaendelea kujifua zaidi ili tuweze kushiriki vizuri. Hicho ndio kikubwa, tuweze kushiriki na tuweze
kuonekana, kwa yetu pia iweze kuonekana. Of course ndio kitu ambacho tunakitaka. Wanasemaga wengine husema ya kwamba uimbaji ni utume, lakini pia uimbaji ni biashara. Tunapoenda kwenye tamasha tunasema ni kama vita hatupigani, lakini ni kama vita. Hakuna ambaye anataka kwaya yake ianguke. Au kuna mwingine ambaye amejipanga jamani angushe kwaya yake. Hapana. Tunasema tunajitayarisha kuingia vitani. Kwaya Mtakatifu Vincent wa Paulo, mnaamini kwa mazoezi ambayo mmeyafanya na bado mnaendelea kuyafanya, kweli mnasema mko tayari kupambana kuhakikisha kwamba mnamtangaza Mtakatifu Vincent, lakini kwa namna ya kipekee hamtamuangusha kwa maombezi yake? Mtajitahidi? Ndio, tutajitahidi, na kwa tulivyojiandaa kwa sasa hivi na tunavyoendelea hatutomwangusha. Sawa, wewe ni sauti ya kwanza Ndio. Hivi sauti ya kwanza mtu akisema wawimbe, kwa wimbo wote, usitoe kodi za tamasha, tutakuja kushuhudia pale. Mimi napenda uimbaji kwa nitafunga safari. Kwa wimbo wote ambao unaupenda kidogo tu, wala ukakiitikio, tusikie sauti ya kwanza huwa wanaimbaje. Karibu. Wowote tu. Ukiimba ambao mmejipanga na tamasha, wewe ndio utakuwa umejitolea kodi mwenyewe. Usije ukasema sijakwambia. Okay. Karibu moyoni mwangu leo, Yesu wangu mpenzi, ukae na mimi siku zote za maisha yangu. Karibu moyoni mwangu leo, Yesu wangu mpenzi, ukae na mimi siku zote za maisha yangu. Tumpigie makofi. Angekuwa mwingine angeanza, mwalimu naomba ufunguo. Mwalimu ufunguo utakuwa umeuacha wapi? Sisi hatujui. Nikupongeze sana, ninaamini ya kwamba siku hii itakuwa ya moto. Neme, siku unataka kukosa? Lazima uwepo. Kwa tutaenda. Kifupi tutaenda. Sawa. Basi msikilizaji, dakika tayari ni 56. Tunao wanaukokata parokia Mtakatifu Francisco wa Asizi Nala, na kwa namna kipekee leo wanatupa dokezo kuelekea tamasha kubwa la uimbaji ambalo limeandaliwa katika parokia. Matamasha haya yapo kwenye kila parokia, baadaye itakuja dekania, baadaye itakuja jimbo, baadaye ikimpendeza Mungu taifa. Dodoma ataenda nani? Hilo ni swali libaki hivyo hivyo. Nani hajazungumza? Mwalimu mdogo hapo, njoo. Mwalimu Juvenali Joni. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Mwalimu waga anaimba sauti zote? Ndio. Hivi kwa mfano wimbo, kama tuko kwenye kwaya sasa tunafanya zoezi, ukitaka kutuni wimbo kwa sauti zote, tafuta wimbo wote ambao unaofikiria sasa hivi, alafu unatupa dokezo kama unaanzisha ufunguo kwenye sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya 4. Karibu. Sauti zote kwa nyimbo moja? Ukiwa unatuni, si unajua uimbage wimbo wote? Ndio, naimba. Yaani uko pale mnaongeza zoezi, unatuni kwa kila sauti, unaimbia sauti yao wote? Kila sauti unatuni, si unatuni kulingana na nota. Sawa, twende kazi. Atakaoanzisha mwalimu tutaenda wote. Bado na Google wimbo hapa. Leo tunao wanaukokata parokia ya Mtakatifu Francisco wa Asizi Nala, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma. Wamekuja hapa kutushirikisha tone la upendo na kutukaribisha kipekee kwenda kushiriki katika tamasha kubwa la uimbaji ambalo litafanyika tarehe 31 Mei mwaka huu 2025. Tamasha hili msikilizaji, kama ambavyo tulipewa dokezo, litafanyika siku hiyo ya Jumamosi kuanzia saa 8 kamili mchana. Kumbe basi wewe ambaye unanisikiliza wakati huu uko katika jimbo hili la Dodoma, Jimbo Kuu, ama majimbo mengine jirani, na pengine tarehe hiyo itakukuta huko Jimbo Kuu Dodoma, ni kukaribisha na ni kualike uweze kushiriki katika tamasha hilo la uimbaji. Usikie, ushiriki na kumuimbia Mungu kwenye roho na kweli, katika roho na kweli, kupitia tamasha hili kubwa la uimbaji. Tunao waimbaji wa kwaya mbalimbali hapa kama ambavyo nilizitaja: kwaya ya Mtakatifu Vincent wa Paulo, kwaya ya Mtakatifu Francisco wa Asizi na kwaya ya Mtakatifu Benedicto. Kuna kwaya ya Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu. Wote hawa wanaunda parokia ya Mtakatifu Francisco wa Asizi. Unaweza kusema mimi niko parokiani, mbona kwaya nasikia nyingi? Nyingine ni za Vigagondi, lakini zote ziko ndani ya parokia ya Mtakatifu Francisco wa Asizi Nala. Nikukumbushe pia matangazo haya unaweza kuyapata kupitia channel yetu ya YouTube kwa jina la Mwangaza Digital.
Karibu uweze kushiriki pia kipindi kupitia channel hiyo ya Mwangaza Digital kunako YouTube. Kuna mengi utajifunza, lakini pia kuna mengi utayapokea. Tuma tu ujumbe wako mfupi kwa sasa ukisema nani kutokea wapi, ujumbe wako kwa wanakwaya hawa kuelekea tamasha hilo la uimbaji. Na moja kwa moja katibu, turejee tena kwako katibu Fidelis Masine, katibu wa UKWAKATA parokia Mtakatifu Francisco wa Asizi Nala. Ninatamani wakati huu tufahamu ratiba ya siku hiyo. Umetuambia inaanza saa 8. Kutakuwa na mambo gani? Pengine labda kuna mgeni rasmi au kuna nini? Karibu tujuze. Asante ndugu mtangazaji. Ratiba yetu inafiki sana kwa siku hiyo. Naamini tushatoa utaratibu kwa kwaya zote kuanzia saa 7:30 ziwasili parokiani. Itapofika saa 8 utaratibu utolewa na walimu na majaji pia wakiwa wamefika. Utaona utaratibu wa kuokota vikaratasi. Baada ya hapo kuchukua zile nafasi zao kama ni mtu wa kwanza perform pale jukwani au wa pili wangapi kuja fanya maandalizi. Pasa 8:30 tutaanza ratiba yetu ya uimbaji au tamasha kamili ndio inaanza. Sawa, pengine swala la mgeni rasmi, kuna mgeni rasmi ama mgeni maalum ambaye mnamtarajia kwa siku hiyo awepo? Asante. Mgeni rasmi au mgeni maalum tunaanza awe baba paroko wetu kwa siku hiyo. Kama Mungu atajalia akapata nafasi ya kushiriki nasi, basi na mimi nitakuwa mgeni rasmi siku hiyo. Sawa. Msikilizaji, una nafasi ya kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi, lakini pia nitoe nafasi na kwa ruhusa yenu nipokee hata simu kwa wale ambao watawiwa kusema jambo kuelekea tamasha kubwa la uimbaji ambalo linatarajiwa kufanyika tarehe 31 ya mwezi huu wa 5 mwaka 2025 katika viunga vya parokia ya Mtakatifu Francisco wa Asizi Nala. Nambari ni 0735787820. Kabla ya kuanza kupokea simu na pengine kusoma ujumbe mfupi, katibu, pengine mbali na maandalizi hayo na ratiba ambayo umetupa kwa ufupi, mnataraji siku hiyo kwamba mtakuwa tamasha la kuhusisha tu wanakwaya peke yake ama mnatamani na watu wengine washiriki? Na kama ni hivyo, basi unakaribisha wakati ni huu. Asante unikumbusha. Tamasha linahusiana na kwaya, lakini tumealika waamini wote wa parokia na baadhi ya makanisa ambao wako jirani na sisi. Tumewakaribisha na tunawakaribisha sana siku hiyo. Waje waangalie namna ambavyo waimbaji wanatumia muda wao kwa ajili ya siku hiyo, kwa ajili ya kunogesha tamasha letu na kumaliza siku zao pale kwa ajili ya kupata burudani. Na mimi naweza kuwa burudani mbalimbali, hata sema ya uimbaji wataenjoy. Kwa waimbaji binafsi tunaruhusiwa? Karibuni kuja kutazama, kuja kutuangalia. Asante. Kupitia nambari ya 0735787820. Karibu msikilizaji, tuweze kushiriki kuwatakia na kuwatamkia neno la baraka na heri kuelekea tamasha la uimbaji ambalo linatarajiwa kufanyika tarehe 31 mwezi huu wa 5, siku ambayo tutafunga mwezi wa mama yetu Bikira Maria mnamo mwaka huu 2025 majira ya saa 8 kamili mchana. Nambari ni 0735787820. Hivi katibu unaimba sauti ngapi? Sauti 4. Sawa. Sauti 4 ndio huwa wanaimbaje? Kwa wimbo wote ambao unautaka wewe. Samahani kidogo, wakati unajifikiria pia wimbo, tupokee simu hapa kwenye line ya simu. Hello. Hello. Tumsifu Yesu Kristo. Nina Kristo. Tumaini letu, karibu. Asante. Umesikia leo tunao ugeni? Naelewa. Karibu. Kwa majina yangu naitwa Venance Mkua Joeli. Tutakuwa pamoja sana kwenye tamasha hilo. Sawa, una kipi cha kuambia wana UKWAKATA parokia ya Mtakatifu Francisco wa Asizi Nala? Ni wajiandae tu kulingana na mazoezi yao, ili isije ya kwamba ikatokea kwa kwamba mtu akasema ameonelewa. Jamani, mmesikia Haya, asante sana, nikutakie mchana mwema. Asante. Haya. Nambari 0735787820. Tuma ujumbe wako mfupi ukisema nani kutokea wapi, na unaweza pia kupiga simu kwa nambari hiyo hiyo ya 0735787820 ukisema nani kutokea wapi na ujumbe wako ni upi kwa wanakwaya mbalimbali ambazo zinaunda parokia ya Mtakatifu Francisco wa Asizi Nala. Mwingine huyu kwenye line ya simu. Hello. Habari za mchana. Njema, nazungumza na nani kutokea wapi? Karibu. Asante. Naongea na Doto mwenyewe, napiga simu hapa kiwa Mpendo Chemba hapa, mwanachama kutoka Tongo cha Mkazi. Karibu sana, tuko na wanakwaya wana UKWAKATA parokia ya Mtakatifu Francisco wa Asizi kuelekea tamasha lao.
Haya, ametoroka kwa namna hiyo. Tunazidi kusonga mbele. Huyu anasema katika upande wa ujumbe mfupi, naamini unaendelea kuchakachua wimbo. Umeshapata? Uko tayari? Aha. Naomba nisome ujumbe huu alafu nitakuruhusu tupokee kwanza simu. Kwenye line ya simu, hello. Habari yako? Salama, unaongea na Konsolata. Karibu sana. Asante. Pole sana kwake akipata nafasi ya karibia tena. Huyu anasema Mapendo daima anawatakia uimbaji mwema na maandalizi mema kwa tamasha hilo, yani J Kakati kutoka pande za Mtita. Asante. Mwingine huyu anasema yeye ni anawatakia maandalizi mema Matayo kutoka Itigi Mlandizi. Sawa. Karibu. Twende kazi kwa ule wimbo ambao umejitayarisha wewe. Moshi mzito hata nificha kadhalika mwanzi uliopondeka kamwe hata uvunja. Nikajua atakusapoti sauti ya kwanza. Bwana Yesu hata nipigani Bwana Yesu niokonie hata nipigania. Haya, asante katibu kwa ratiba ambayo umetushirikisha. Asante pia kwa wimbo 4. Asante. Sauti ya 4 sio ya wizi, hujatuibia mahali kwa kweli. Msikilizaji, dakika tayari ni 24, tunazidi kusonga mbele kupitia nambari ya 0735787820. Tuma ujumbe wako mfupi ukisema nani kutokea wapi na ujumbe wako ni upi kuelekea tamasha la uimbaji la wanaokuakata parokia ya Mtakatifu Francisco wa Asizi Nala. Huyu anasema tumsifu Yesu Kristo. Kuna mjibu jamani ndugu zangu. Anasema Magdalena John kutoka parokia teule ya Michese Dodoma, Mungu awatangulie lakini ondoeni hofu. Mungu awatangulie lakini ondoeni hofu. Nipokee simu yake huyu kwenye line ya simu. Hello. Halo. Habari ya mchana? Salama, habari za huko? Njema, niko na wanakuakata parokia ya Mtakatifu Francisco wa Asizi kuelekea tamasha lao la uimbaji. Una kipi cha kuambia? Karibu. Unaongea na katibu wa parokia ya Mtakatifu Francisco. Mwenyekiti msaidizi parokia ya Mtakatifu Francisco shirikisho. Sikubahatika kufika, nafikiri ndo nimewapongeza tu kwa kufika hapo. Nikuwa nafasi kuwapongeza sana, jiandae vyema huko wanakokwenda. Kuna namna yote ambayo mmewasapoti na pengine unatamani sana na wewe ushiriki katika uimbaji? Ndivyo. Tumewasapoti katika kufundisha. Nimewafundisha sana hizo kwaya na nimewasisitiza kufanya mazoezi kwa juhudi ili tusiwe na ukakati kwa kila kwaya. Sawa, kwa yangu ndio niliyotoa yenda kuwapa msisitizo mkubwa na naendelea kusisitiza kama kuna mahali bado panasumbua basi waweze kufanya mazoezi kwa juhudi. Sawa, kwa hiyo tutarajia kwamba upatikanaji wa mshindi utategemea na mazoezi yao kwa kila kwaya ambavyo imejitayarisha. Kabisa kwa sababu hamasa niliyowapa kama mwenyekiti msaidizi na mwenyekiti walitujia pia kwa upande wa uimbaji na uhakika kabisa watakuwa wamejiandaa vyema. Sawa, watakie heri basi, wapatamkia hata neno la baraka na heri kabla hujakata simu. Kabisa basi hapo nawapa baraka zote waweze kujifundisha pale panapostahili, waweze kutoa burudani kama waimbaji wangu. Sawa, mwenye waimbaji wako uwe na siku njema. Msalimie Fidi hapo maana naona Fidi amebomoa kweli mtu ongera zake. Haya, shukrani sana. Tunashukuru pia kwa kuungana na wanakwaya wako, kukumbuka na kuona umuhimu wa kushiriki hata kwa kupiga simu japokuwa umepata changamoto kuweza kufika hapa. Kukaelekea majira ya saa 6 na dakika 30, msikilizaji, tuseme na huyu kwenye line ya simu. Hello. Hello. Habari ya mchana? Habari ya mchana nzuri, kwema hapo studio? Kwema kabisa, tuko na wanaokuakata parokia ya Mtakatifu Francisco wa Asizi kuelekea tamasha kubwa la uimbaji. Karibu, waambie lolote.
Haya, amekimbia na yeye. Basi kabla ya kuendelea mbele na kuelekea na uhitimisho, kabla ya kufanya hitimisho letu kwa siku ya leo, mwenyekiti, karibu tupe mwaliko sisi wengine ambao si wana parokia Mtakatifu Francisco wa Asizi, lakini tunatamani kuja kushiriki uimbaji, kuja kushiriki kujifunza kwa parokia ambazo bado hawajafanya tamasha. Ni sehemu ya kujifunza pia. Karibu. Asante ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa nishukuru kwa muda huu kufika hapa studio kwa ajili ya hamasa ya tamasha letu. Pili, nipende kuwakaribisha parokia zote jirani zinazoizunguka parokia yetu ya Mtakatifu Francis wa Asizi na parokia zote za dekania ya Mtakatifu Paulo. Na waomba Jumamosi jamani, tarehe 31 saa 8 mchana, karibuni nala pale parokiani kwa ajili ya kutuunga mkono kwenye tamasha letu. Nasema karibuni sana. Haya, asante kwa niaba ya sisi ambao sio wana parokia. Kwa nini nimesema ni wa parokia ya Nala wewe? Damu ya Yesu sasa. Sasa mbona hujasema asante? Si umekaribishwa? Asante. Jamani. Sawa, kabla ya kwenda kwa katibu msaidizi, nipate nafasi pia ya kusoma hata message chache hapa. Huyu anasema Mgomri Jeu anawasihi waimbaji msomeke kama waimbaji, msomeke kwa matendo yenu, isiwe kama waburudishaji. Nafikiri tumeelewa ujumbe huu Huyu anasema yeye ni Kidabulo namba 1 kutoka Hogoro Kongwa, anawatakia maandalizi mema na Mungu azidi kuwatangulia katika tamasha. Mwingine huyu anasema Jonas Joseph anawaombea utume mwema kwa Mungu. Amina. Niseme na huyu kwenye line ya simu. Hello. Niambia dada, habari ya mchana, habari hapo? Njema kabisa. Tuko na wanaukokata parokia Mtakatifu Francisco wa Asizi kuelekea tamasha lao la uimbaji. Una kipi cha kuambia? Karibu. Halo. Nakusikia, tunakusikia, karibu. Bwana, moja kwa moja dada, unaongea na Mikembo Kema kutoka mkoani Simiyu, wilaya Maswa dada. Nikuta leo nimeamka vizuri kwa kweli. Nikizidi kusonga mbele, nasema yeye ni Baraka Mwangila Itigi, ndiko anakotokea. Anapenda kuwatakia maandalizi mema. Mwingine huyu anasema Mungu ni mwema kila wakati. Yanawapongeza wote walioliandaa hili tamasha na anawatakia wanakwaya wote maandalizi mema. Yeye ni Victorini Lazaro kutoka Nkuhungu. Kwenye line ya simu. Hello. Mapendo. Daima mapendo sana. Amina. Hii ni chama cha Familia Salam Club. Majina yangu Michael Mapikipiki au kijana wa bendi mbili, moja Kisa moja Nzuguni. Bana, kwanza nilikuwa naomba pongezi sana kwa tamasha ambalo wanatarajia kulifanya hivi karibuni. Naomba pongezi na timu nzima ambayo wanashirikiana. Naomba pongezi. Vile vile isiishie hapo, nilikuwa naomba waendelee na hilo jambo, maana hilo jambo ni zuri sana. Mungu atawasaidia, watapata mafanikio mazuri sana. Mtangazaji wangu mpendwa Rose mwana wa James. Sasa hapa kwa sababu wewe umeenda vizuri, naomba umalize kabisa kwa watu wako watatu, alafu tu tumemalizana. Usipige simu baadaye. Na wala usitume message, tukubaliane. Asante, nimekubali Rose mwana James. Twende kwa watu wako watatu. Asante. Nambari yangu ya kwanza naomba ni promotion moja kwa moja mpaka pale 77, yani 77. Yuko jirani yangu mimi, ndugu yangu mimi, anaitwa Furugis Kimalo. Na Furugis Kimalo, nakutakia mchana mwema. Nambari yangu ya pili na promotion moja kwa moja mpaka pale hii Mdemo. Yuko Lucy Kisanza, najua sasa na touch line, namwambia na mwenyewe namtakia siku njema. Mwisho kabisa naziporomosha moja kwa moja mpaka pale maili 2. Yuko MC Patricia au kipenda mwitu na Maroela, namwambia mwenyewe namtakia kazi njema. Rosie mwana wa Jesse, siku njema. Chekundu kinahusika. Asante. Bado tuna wanaukokata parokia Mtakatifu Francisco wa Asizi Nala, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma, ambao wanatukaribisha katika tamasha la uimbaji linalotarajiwa kufanyika tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka 2025 kuanzia saa 8 kamili mchana katika viunga vya parokia ya Mtakatifu Francisco wa Asizi Nala, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma. Message ni nyingi, nyingine nitazisoma baadaye, lakini kwa wakati huu kuna watu hapa walikuja hawajazungumza na sintakubali waondoke hawajazungumza. Kabla sijasahau jina Neema Masine. Ndiyo. Karibu sana, utuambie una kipi cha kutuambia sisi ambao pengine si wana parokia Mtakatifu Francisco wa Asizi, tunatamani kuja kushiriki kwenye tamasha, ama pengine ndo kwanza tunakusikiliza wakati huu. Karibu. Asante, tumsifu Yesu Kristo. Mimi
Mimi tu napenda kuwakaribisha jamani waumini wote wa parokia za jirani, pia waumini wa pale kanisani kwetu parokia ya Nala. Tushiriki tu jamani ili watupe moyo waimbaji. Una miaka mingapi tangia umeanza kumwimbia Mungu? Miaka 12. Miaka 12 katika uimbaji. Unanufaika vipi na uimbaji pengine? Yaani mimi kwenye kuimba yani nisipoimba kwanza najisikia vibaya. Kweli kabisa. Yaani nisipoimba naona kabisa kama nimepungukiwa. Napenda sana kuimba. Maana yake kwako tunaweza tukasema uimbaji unakupa ukamilifu wa maisha na furaha ya maisha. Amina, yani kabisa. Sawa, utakuwepo hiyo siku? Nipo ndio. Mimi nitakuja hiyo siku, yani sitaki nipitwe. Nataka hiyo siku nione mtanange utakuwaje. Nipo. Sawa, tutakutana huko. Amina. Karibu mama wa sauti ya pili mwenzangu. Sogea hapo kwenye maiki tukupate vizuri. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina Kristo. Tumaini letu. Adelina Simon. Ndio. Karibu, sauti yako ni ya pili Sauti ya pili Wewe ni mwenyekiti msaidizi kwa Mtakatifu Teresia mtoto Yesu. Ndio. Hivi sauti ya pili kwa mfano mtu akisema waimbe ndo wanaimbaje? Maana sauti ya kwanza tumewasikia hapa wanajiachia kweli kweli. Sauti ya pili wametuonea. Mimi mwenyewe naimba sauti ya pili. Ndio. Karibu, tupe kionjo kidogo kwa sauti yako ya pili. Wewe Bwana umeniita nikakutumikie, Mungu wangu umenichagua nikuhubiri wewe. Endelea tu. Nitakuimbia nyimbo za furaha, nyimbo za kukutukuza, nitakusifu wewe Mungu wangu milele. Safi sana. Ningekuwa mimi ningesubiri backup. Kwa wale ambao ila kifua ndo kinaniuma. Pole, haina shida. Mungu mama utakaa sawa mpaka kufikia hiyo siku. Sawa. Utakuwa vizuri mpaka Jumamosi, leo Jumatano. Sawa. Sawa. Una kipi cha kutuambia? Karibu. Napenda tu niwakaribishe waumini wote wa Vigangoni, parokiani pamoja na parokia za jirani, hata parokia za nje ambao wana nafasi kama wamelisikia hili tangazo, tunasema karibuni sana, tuungane pamoja na waje watuunge mkono, watuangalie tunafanyaje, tunaendaje, tumejiandaa vipi katika tamasha letu. Asante sana, nikutakie maandalizi mema na kwaya yako. Wasalimie sana kwaya ya Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu. Asante na wewe pia. Asante. Mwingine baba msalishi. Sauti ya ngapi vile? Sauti ya 3. Sauti ya, mbona mpole hivyo? Ipinda kwenye kwa nakuaga mpole hivyo. Au ndio maana walikupa kitengo cha sala. Kaka Charles Peter, sauti ya 3. Wimbo gani unaupenda sana ambao wewe ukiusikia unasema hapa? Asante mwalimu. Unasema ukisikia huu wimbo nikiusikia huwa najisikia amani sana. Sifa ya wanakwaya, kabla hujatuambia sifa ya wanakwaya. Ningeanza labda mimi naimba sasa hivi naimba sauti ya pili, lakini zamani nilikuwa sauti ya kwanza. Kwa hiyo nikianza sauti ya kwanza wanielewe. Ningeanza labda kwa kusema kila lugha, watu na taifa. Yaani basi tu aliyoko achanganyikiwe vizuri, atafute mwenyewe Google ni wimbo gani. Ningetambulisha wimbo naoupenda kwa namna hiyo. Wewe wimbo unaopenda ni upi? Mungu ninayemwita hakika anasikia, anajibu maombi wakati ni muombapo, wakati mwingine anashusha baraka zake, hata bila kumwomba hakika anasikia. Furaha yangu mimi ni kumsifu Bwana, aliye mwamba wangu, ninayejivunia kila siku. Anichoki. Yeye ananiongoza kupambana na magumu yote yasiyowezekana kwangu. Kwa nini unapenda sana huo wimbo? Yaani umefanya uchaguzi wa wimbo ambao ninaupenda pia. Nina nyimbo nyingi ninazozipenda lakini na huo ninaupenda. Kwa nini unaupenda sana huo wimbo? Kwa sababu Mungu aliniita, na wakati ananiita nije nimtumikie kupitia uimbaji. Kiukweli nilitoka kwenye mambo ya kidunia. Wewe nilikuwa kuja kufanya siku moja tujue hayo mambo aliyokuwa anayafanya huko ni yapi. Asante. Sawa, una kipi cha kutuambia kaka Charles Peter? Kikubwa cha kuwaambia ni kuwaambia watu wote wenye mapenzi mema, Wakristo wote,
siku ya tarehe 31 basi wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kuzisapoti. Tarehe 31 ziko nyingi. Tarehe 31 ya mwezi upi, mwaka gani? Hata mwakani tutakuwa na tarehe 31. Tarehe 31 ya mwezi huu wa 5. Mwaka 2025. Safi, ehe. Wajitokeze wote kwa pamoja kwa ajili ya kuzisapoti kwaya zetu za parokia ya Nala. Sawa, asante sana, naamini na wewe utakuwepo Ndiyo, nitakuwepo. Hivi mtacheza kidogo? Maana mimi napenda kuimba na kucheza. Vyote vitakuwepo? Ndiyo, vyote vitakuwepo. Sawa, basi tutakutana hapo. Mama yangu hapo kwanza umevaa rangi ya kijani. Kijani ni rangi ya ustawi, safi sana. Ninaamini mambo yanakwenda vizuri. Kabla sija kusahau, Fidelina Anthony, sauti ya kwanza, katibu wa kwaya ya Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu. Tumsifu Yesu Kristo mama. Milele amina. Karibu. Asante. Una kipi cha kutuambia kuelekea tamasha kubwa la uimbaji tarehe 31? Cha kuambia tu tarehe 31 tunakaribisha tu watu wote mje mtuunge mkono kwenye siku hiyo kwenye sherehe yetu. Kwa kweli kuimba ni sherehe, kuimba ni raha, kuimba ni sifa na utukufu kwa Mungu. Kwa hiyo ninaamini kwa wengine pengine sio Wakristo wa Katoliki, pengine wengine si Wakristo ni Waislamu, lakini wanatamani kuja kushiriki kuimba. Wao unawaambia nini kwa wale ambao si Wakristo lakini pengine wangewiwa na unatamani pia wawepo, kwa sababu sisi ni wamoja katika Kristo na katika Mungu. Hata hao pia tunawakaribisha tuje tuungane pamoja. Sawa, niwatakie maandalizi mema. Naamini kwa Mtakatifu Teresia Mtoto Yesu umejitayarisha vizuri. Ndiyo. Zawadi tunachukua? Tunachukua. Mimi natafuta kwaya kwenda kujiunga ili kama kuna zawadi tuchukue. Mimi kama hatutashinda, yani kama tuko kwenye, mimi nasema tamasha ni kama vita. Sio vita lakini ni kama vita. Ndiyo. Zawadi tunaachia kwaya gani? Kwa nini tuachie kwaya nyingine? Yani tupambane. Yaani mimi kwaya gani inakubali kwamba itashinda mimi nikajiunge huko? Kwaya gani Sasa nitajiunga na nani? Zote. Kwa kweli basi mimi nitakuwa tu mtazamaji. Watakao shinda ndio itakuwa kwaya yangu, nitaenda huko nikajiunge. Ndio. Haya, asante sana, nikutakie utume mwema na majukumu mema. Asante na kwako pia. Haya, asante msikilizaji, tunapoelekea ukingoni na wanakwaya, wanautume wa kwaya Katoliki Tanzania parokia ya Mtakatifu Francisco wa Asizi Nala. Mengine mengi tutakuja kuyajua tutapata nafasi ya kuja kutembelea parokia, kwaya zote za parokia, kwaya moja moja. Tutapata nafasi na tutakuja, na ahidi hivyo. Mwezi huu wa 6. Yaani tamasha tu likiisha tunaanza kazi. Kwa mjiandae kila kwaya. Naamini hapa viongozi wa kwaya zote mpo. Ninawakaribisha sana. Asante. Katibu, una cha kutuambia tunapohitimisha? Kwa haraka kidogo, muda wangu nao unasema muda umenitupa mkono. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Asante mtangazaji kwa kuhitimisha. Mimi niseme tu jambo moja. Kama alivyotangulia kusema wenzangu, nia njema ya tamasha, huwezi fanya tamasha hamna watu. Tunahitaji watu zaidi. Waamini wahamasike kwa parokiani kwetu na parokia jirani, hata wale ambao sio Wakatoliki tunawakaribisha sana. Lengo tufanye tamasha ambapo tutakuwa na watu wengi, ili hata ile namna ya uimbaji, mnapokuwa mnaimba kuna watu kidogo, kuna nguvu kama inaongezeka. Lakini kama mnaimba wanakuwa pekee yao mnaangalia ndio wenyewe, inakuwa ni changamoto kidogo. Kwa naomba sana uwepo wa watu waje ili walau tupate hamasa katika uimbaji wetu. Tunawakaribisha sana. Kuna kiingilio chochote? Hapana, hamna kiingilio. Ni miguu yetu. Ni nauli yako tu, kama unakaa mbali, ya kama karibu unatembea tu. Parokia yetu iko center. Sio mbali na barabara lami. Ukishika kwenye daladala unatembea kwa mguu. Hata ukiuliza tu pale unaposhuka. Yes, kuna kijiji cha bodaboda Jamaica. Ukishuka tunaulizia kanisa la Roma, wanakuonyesha njia. Hata huwezi panda hata pikipiki. Sawa, kwa hiyo anayetoka pengine mitaa ya mjini kuja Nala ashuke kituo kinaitwa Jamaica. Jamaica bodaboda. Yes. Sawa. Asante sana. Basi niwatakie maandalizi mema wanakwaya wote wa Ukwakata parokia Mtakatifu Francisco wa Asizi Nala. Mimi nawapenda sana. Ikimpendeza Mungu tutakutana siku hiyo. Amen. Tunakupenda pia. Mungu mpole na mvumilivu sana, ututazame sote, yazaliwe mapambazuko ya matumaini mapya, mbingu na dunia zifanyike upya, pite
moto, tumaini langu linawaka. Wimbo wangu ukufikie. Chanzo cha uzima usio na mwisho, kwenye safari ya maisha na kutumainia. Chanzo cha uzima usio na mwisho, kwenye safari ya maisha na kutumainia. Asante. Kama mwali wa moto, tumaini langu